Huko katika shimo lilikuwa linachimbwa mchanga zamani katika mtaa Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora. Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri miaka 7, kabila ni Mtusi, mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, na ni mkazi wa Mtakuja. Iligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu au watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani, ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Ashura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 ya asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa la 3 anaendelea mafunzo. Sasa nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo, jambo hilo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa kuwa kada yake kurudi nyumbani saa 4 saa 5, bibi alipoona kimya, kwa sababu anakaa na bibi yao, bibi aliamua kumfuatilia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kule nini. Kwa akiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule, huyo kurudi nyumbani akakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, wakakuta mwili wa marehemu huko hapo. Kwa hiyo wakaondoa baini kwamba mwili wake ukiwa katika eneo la tukio, ukiwa kama nimwambieni, ilikuwa na michubuko mkononi, mguuni na shingoni. Mbinu tumika ni kamata mtoto na kumkaba na kumvunja shingo. Mwili wa marehemu wananchi walifika pale na baadhi ya polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika kuweza kubaini watuhumiwa waliohusika na tukio hilo, tuweze kuwafikisha mkono wa sheria. Kwa uchunguzi wa daktari, alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hajakuta bruises sehemu za kuingiliwa. Ili tu alisema kifo chake kimesababishwa na kukosa hewa, kwani shingo yake ilikuwa imeshavunjwa, imelegea, lakini kuangalia sehemu zake za uga hajaingiliwa.